Wewe ni binadamu wewe. Sasa lichukulie ile jambo likiwa ni limekutokea wewe kwa mamako, limekutokea wewe kwa babako, limekutokea wewe kwa ndugu yako au kwa dadako au kwa mkeo, ikiwa ni mwanamke. Na kama ni mwanamke, likiwa limemtokea mumeo, basi ulifanye pia likitokea jambo kama hili, ulifurahie pia, ufike nenda kawarikodi nao. Ikhwani wa ahbabi fillah wa tamaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Zinjibar TV, fahari ya Zanzibar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Walillahi ma akhadha walillahi ma a'ta. Kwa hakika tumeitwa hapa kwa Bwana Khalfan almaarufu Mambo Siri. Kumbuka kwamba kuna ajali nzito ambayo iliyokuwa imetokezea hapa Zanzibar, eneo la Migombani, ajali ambayo imezungumzwa sana, ajali ambayo imeshtua sana, ajali ambayo imehuzunisha sana, ajali ambayo imegonga sana. Basi tumeitwa hapa na Alhabib Mambo Siri. Kuna mambo ambayo tutaweza kuyazungumza hapa, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine, kwa wale ambao waliofariki, basi na yeye miongoni mwao amemgusa. Basi tuwe pamoja mtazamaji mpendwa, kuweza kuzungumza hapa hatua moja baada ya nyingine nyumbani kwa Bwana Mambo Siri. Je, yeye ni nani yake? Namna gani itakavyokuwa? Basi mimi ni Watamaman, kwa niaba ya crew nzima ya Zinjibar TV, ambatana nasi kuweza kukita kambi hapa na kuyasikia hayo ambayo yatakayozungumzwa. Ni yapi? Fali tafadhal mashkuran maajura mtazamaji mpendwa, tuwe pamoja inshallah. Ni jambo la sana. Mimi jana mnamo saa 3:30 au saa 4 nilikuwa katika shughuli zangu mjini, nikijua simu nikaambiwa nipite mnazi mmoja. Hapo sikujua kwa sababu nilipofika nikapewa habari ya ajali. Hii imetokea nyumbani. Mimi nilibahatika wakati natoka nyumbani kwangu njia yangu kwenda Tanzania. Kwa niliona ile hali pale, nikasikitika sana, lakini kwa kweli sikujua kwamba mwanangu alikuwa hivi. Kwa marehemu mmoja mtoto wa dada ambaye ni yule mwanamke. Sasa nimeuma hadi wakati ya Mungu anasema, lakini kitu kilichokuwa kimeumiza zaidi baada ya kufa Monto, ndio na watu hapo katika ubizi mmoja, mimi sikuwa na ufahamu. Ubizi wa namna gani? Ubizi wenyewe kwamba pale ndani wanaingia na kila mtu anataka kuingia. Zile maiti kwa kweli zilikuwa ziko kwenye hali mbaya. Nafikiri walengwa ndio walikuwa wanastahili kuingia. Na jambo jingine nataka nizungumzie mimi kwa upande wangu, kitu kilichoniuma. Wanadamu huwezi kuwazuia na kifo hakizuiliki, lakini lazima tuelewe, huwezi kujua wewe mwisho wako, mwanadamu ni mwisho wako. So kilipotokea pale, kuna watu wameenda kurekodi wakashusha kwa ile itakapokuwa, lakini nahisi kwanza binadamu wanatakiwa kuchukua kusaidia yule aliyepata ajali. Kilichouma zaidi kwamba unaweza tukasema ni mtu wa Monto amemruhusu na kuzungumza maneno yasiyokuwa na maana. Hili jambo nataka lifike mbali, hatukubali, kwa sababu mtu anayesimamia ile Monto anatakiwa achukuliwe hatua kali. Mimi leo nimempigia mkuu wa kituo wa Madimbi, namwambia huyu aliyoingia mpaka Monto akaweza kufungua maiti, anamvua nguo na kusema, unamuona huyu alikuwa yuko chini, huyu amefanya nini? Au hili jambo walikuwa wamelipanga? Wewe una makusudi gani mpaka umekemea maiti akiwa hali yake kufika kichwa? Mimi ndo nimeona, ameniuma, yule ni mwanangu. Kwa clip hii iliyozunguka huyu mtu, naomba afatiliziwe mpaka apatikane ni nani na kwa nini, alikuwa na uwezo gani wa kuingia mpaka ndani Monto hawezi kuyafanya haya mambo.
halafu amewapa watu wasiokuwa na adabu, wasiojielewa, wasiokuwa na heshima ndani ya manake. Watu wamekaa kwenye misiba wanazungumzia wanavyotaka, huyu atakuuliza alikuwa na nani, inahusu nini? Pale ule mtu ameshafariki, yeye na amali yake yeye na Mwenyezi Mungu, sisi hatujijui wapi tunakwenda. Kwa hiyo kila mmoja ajaribu sana 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 kuangalia mwisho wake, afanye mema ili kwa ajili ya mwisho wake. Yule mwanadamu hawa amekosea, hawa chochote kimetokea, ameshakosea, tumuombee dua. Sisi tumehairisha ili kuna harusi ya mtoto wangu, ilikuwa ambayo leo hapa kusanyike, tumeiondoa, tumefanya dua na mtoto wetu pia aliyetangulia mbele yake, na tumefanya dua kumuhitimishia. Inshallah tunasema hikma, na pia tunamwombea dua Mwenyezi Mungu awasamehe wote wale watangulia mbele yake. Kwa jina naitwa Muhammad, ni mama wa marehemu aliyefariki jana Jumapili, ambaye kwa jina anajulikana. Tunasikitika sana kwa msiba uliotokezea. Hatuna hila, hii ni qadara yake Allah, lakini tunachokiomba zaidi publish nyingi. Tunaomba kwa hisani za dini jamani, publish hizi sababu leo katangulia, hatujui na sisi kesho kitakachotufika sisi. Kwa hiyo tunaomba kwa hisani za dini, kwa hisani za dini, kwa hisani za dini, mavideo na kila kitu kwenye masimu, tunaomba kwa hisani za dini, tunaomba kwa hisani za dini, hicho tu. Alhamdulillah. Mimi ni mdogo wa Jopo aliyefariki jana. Kwa sisi tunaomba video, maneno yaliyokuwasia kweli yasisambazwe, sababu kweli tunaomba sisi wenyewe. Kwa hiyo picha yake tunaomba zisisambae kabisa, na comment please stop kuandika. Kwa hiyo tunaomba yarudi kitu hicho, na huyo aliyerekodi kwenye mtu tunaomba tena, tunataka kumjua na ichukuliwe hatua kubwa sana. Kwa kimaadili ya Kiislamu Ndio inapotokea jambo hususan zito, siku hizi watu wametoka nje ya maadili ya Kiislamu. Namna gani? Maadili ya kiutu. Kwamba mfano je, swala la ajali inapotokea, watu wamekuwa hawana utu tena, wanakaa wanarekodi watu wa watu, wanarekodi zile maiti, alafu wanasambaza, ziko katika hali mbaya. Na hili jambo si la maadili katika Uislamu, kusambaza aibu za familia za watu. Kwa hivyo tukio hili limetokea, wewe hujijui, pia wewe ukatokea ubaya kama hivyo, utakufurahi wewe uende ukasambazwa kwa watu. Na Mtume SAW amekataza, man satara nasi satara Allah, yule ambaye atamsitiri Muislamu mwenzake, Mwenyezi Mungu pia msitiri. Wa man shakalahu aibu an aibi nas shakalahu an aibi nafsi, yeyote yule atashughulishwa na kufuatafuata na kufuatilia mambo ya watu, basi pia atakuja kushughulishwa na jambo lake la aibu yake yeye mwenyewe. Naitwa Hassan Ali, mwananchi wa kawaida, ni mtu wa karibu sana tumetokea kwa masikitiko makubwa msiba, kwa sababu haifanya katika shughuli, na shughuli hii ilianza jana kwa wanaume nitiani, na bahati mbaya kupokea taarifa mbaya. Mimi nafanya ni wenzangu na kutoka mbali miaka mingi, na hakuna kunitambua na hakuna kunitambua karibu yetu, bali na mimi nafanya na simu asubuhi kama mida ya saa 2 kupata msiba, na nisogee msiba Saleh Decoration. Kwa kweli nasikitisha sana, zaidi ya sana. Kama leo siku ya leo hapa mpambana wake Karamu sasa leo kwenye Karamu ile ilikuwa hikma. Sisi kama wananchi au wasaidizi wake tunafanya
tumeumia zaidi ya sana. Kwani mami zetu alitualika kwa nia safi, harusi mwanawe na tulipokea wananchi na kaja alitupa na zilisambaza mbalimbali. Hivyo wito wangu kwa wananchi kwamba video zipo na zinaendelea kusambaa. Kwa hiyo mimi naomba watu sasa hivi zile video wazifute na zinaendelea kusambaa. Wao wazazi wanazidi kuumia. Na zaidi tumuombee dua, maana ni kifo kibaya sana na ajali ni mbaya sana kutokea. Naam, mtazamaji wa Zinjibar TV, kama ulivyoweza kujionea na kuweza kuyasikia kwa ambayo yalikuwa yamezungumzwa, nasi Zinjibar TV hatuna la ziada isipokuwa ni tunafikia tamati ya matangazo yetu ya siku ya leo pahala hapa. Mengi zaidi ya kama walivyosema hapa, leo palikuwa pana shughuli kubwa sana ya harusi ambayo ilikuwa imetolewa taarifa muda mrefu sana na watu walikuwa wameandaa na kujiandaa, lakini kama ilivyo vile vile waliozungumza mengine mpaka vijora vilikatwa kwa ajili ya shughuli ya harusi, lakini badala yake sisi tunapanga na Mwenyezi Mungu naye anapanga. Mwenyezi Mungu amepanga, ndio imetokea hivi, na kazi ya Mungu au kazi ya Mola haina makosa. Anapofanya yeye ndio sawabu bin saia. Kwa ndugu yetu hapa bwana Mambo Siri, ambapo kama na zaidi imezungumzwa kuhusiana na swala la msiba, kwa zile video ambazo zilikuwa zimerekodiwa basi zifutwe na zisisambae tena. Sheikh Abdul Aziz amezungumza, Mambo Siri amezungumza na wengineo wamezungumza kuhusiana na kutilia mkazo jambo hili. Kuna mambo mengi cyber crime kuweza kufanya jambo lake kwa wale ambao kwa namna moja au nyingine wamehusika katika suala hili, ili liwe ni fundisho na iwe ni komesha kwa ambaye atakayegundulika amefanya kitendo namna hii, na wenyewe kuyaeleza kilichobaki zaidi kuweza kuyafanyia kazi. Kwa hakika hivyo ndivyo ilivyo, na mimi sina cha ziada kuweza kuongezea, bali kutokea hapa nyumbani kwa Mambo Siri bwana kufanya. Hatuna la ziada. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuishukuru crew nzima ya Zinjibar TV, DOP Director of Photography Kahari, asante. Asante kwa Skandal, asante kwa mkurugenzi wetu Wingi Nguli Mwamba, Profesa Haji Sheikh Mardhia, asante sana. Mimi ni Watamama, sina la ziada mpaka mara nyingine. Wassalamu alaykum wa billahi tawfiq. Watamama wa ila al-liqa, jazakumullahu khairan, shukran wa ahsanta.